بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا bima allamtana wazidna ilma. Ndugu zangu katika iman popote mulipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika halqa yetu tukufu katika mwezi huu wa Shaaban tumeonelea kuzungumzia ahkamu siyam, mambo ambayo yanahusiana na somo Ramadhan kwa jumla, na ni maudhu ambayo kwamba muhimu sana, yafaa kwa maduati mbalimbali kuzungumzia suala kama hili katika mwezi mtukufu wa Shaabani, kwa sababu mengi ambayo tunayapata katika mwezi wa Ramadhani, asila za wasikilizaji utapata kati ya Ramadhani mtu anauliza ahkamu siyam, mambo ambayo yanavunja saum, wale wagonjwa wafunge vipi. Na kusema kweli, ukitazama kiundani utapata ni masala ambayo yamechelewa kusomwa, au ni masala ambayo kwamba yamechelewa kufunzwa, na mada kama hizi zafaa zitangulie kabla ya Ramadhani, ili mwanadamu anapoingia katika mwezi wa Ramadhani awe tayari ana ilmu ya kutosha juu ya funga yake, aifunge kwa mujibu wa kisheria, saumu yake iwe ni saumu sahih, akitarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tumependelea katika halqa zetu hizi za Shaaban, takriban tutakuwa na halqa 6 ambazo zitazungumzia masala muhimu kuhusu mwezi wa Ramadhan. Katika halqa yetu ya kwanza tutazungumzia mashru'iyatu saumi Ramadhan wa makanatihi fil Islam, kwamba saumu ya Ramadhan hikma ya kuwekewa sheria, na vile vile imewekewa sheria mwaka gani, na vile vile tutaizungumzia daraja ya somo katika Uislamu. Na katika halqa yetu ya pili tutazungumzia hukumu ya saum na nguzo zake na shuruti zake. Na katika halqa yetu ya tatu tutazungumzia mufattiratu saum wa mufsidat, zile ambazo zinaharibu saumu na zile ambazo kwamba zinapunguza ajri ya saum. Na vile vile katika halqa yetu ya 4 insha Allah tutazungumzia rukhsa ya wale ambao ni wameruhusiwa kufuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kina nani. Na katika mabhath ya 5 ambayo itakuwa ni halqa yetu ya 5 tutazungumzia adabu siyam, adabu ambazo mfungaji anatakiwa azichunge akiwa katika mwezi wa Ramadhani. Na vile vile katika halqa yetu ya 6 tutazungumzia baadhi ya akhta ambazo kwamba zinapatikana kwa wafungaji wa kiume na wa kike, na vile vile tukimalizia amali ambazo ni muhimu ambazo tunatakiwa
tuzifanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bila kupoteza wakati, ndugu yangu, popote ulipo, tunaanza katika halka yetu ya kwanza tukiwa katika mwezi huu wa Shaaban. Tunaanza na mashru'iyatu sawmi Ramadhana wa makanatihi fil Islam, na halka hii ina asila mbalimbali ambazo tutazungumzia. Kwanza ni hikmatu mashru'iyati sawm, hikma ya kuwekewa sheria hii nguzo ya kufunga. Hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea somo, lengo lake ni nini? Kwanza kabisa tunapata kama ilivyokuja katika Qur'ani kwamba as-siyamu wasilatun litaqwa Allahi azza wa jalla, funga ni moja katika miongoni mwa njia ambazo zinatufikisha kuifikia takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li alwajibati, kwa kutenda yale ambayo ni mambo ya wajib ya kilazima, na vile vile watarki almuharramat, na kuacha yale ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hikma ya kwanza tunapata kwamba saum ni njia ya kuifikia takwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati kutenda yale yote ambayo Allah ametuamrisha na kuacha yale yote Allah ambayo ametukataza. Pili, katika hikma ya kuwekewa sheria hii saum ni kuwa asiyamu yuawidu linsana ala dhabti nafsi. Saum au funga inamzoesha mwanadamu kujifundisha kuidhibiti nafsi yake, wa tadribin ala tahammuli almas'uliyya, na kujizoesha kubeba majukumu, wa sabri ala almashaqi, na kusubiri juu ya tabu. Kwa saumu ni zoezi la kutosha kuweza kumzoesha mwanadamu aidhibiti nafsi yake vizuri, ajizoeshe mwanadamu kubeba masulia, na haya ni masulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuamrisha ufunge na wewe unasimama imara, na vile vile wasabri ala almashaqi, kuvumilia juu ya tabu, kwa sababu saumu inakubana. Wakati mwingine unasikia njaa, lakini unaata chakula chako cha halali, kinywaji chako, kwa sababu unatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa moja katika hikma ni saumu inamzoesha mwanadamu katika hali hiyo. Hikma ya tatu, kama wanavyotueleza ahlul ilm, as-saumu yaj'alu al-muslima yash'uru wa yahissu bialami ikhwanihi, kwamba saum inamfanya Muislamu ahisi uchungu wanaohisi ndugu zake Waislamu. Kwa sababu wewe pengine ulikuwa na uwezo wako, unakula vizuri asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, lakini mwenzako hata hiyo asubuhi hajui aanzie wapi. Kwa hivyo kile kipindi wewe utakaa na njaa, utahisi ule uchungu wa tabu na njaa ambayo ndugu yako Muislamu anaipata. Unapohisi hivyo, ndio nakupelekea sasa katika mlango wa huruma na kuwasikitikia wale wanyonge, fayadfa'uhu dhalika ila albadhli walihsani, na kupelekea sasa wafanyie ihsani wale wenzako ambapo malanti, wakati ambao si Ramadhani, wanapokumbana na bala njaa, unaona naam, hawa watu wanastahiki kusaidiwa, kwa sababu njaa ile wewe ulihisi wakati unafunga Ramadhan, kuwasaidia mafukara, kuwasaidia masakin, ili kupatikane mahaba na ukhuwa baina yetu sisi Waislamu. Hii ni hikma ya tatu ambayo tumewekewa sheria katika funga. Vile vile tunapata as-sawm katika hikma ya nne ni tazkiyatul linnafsi, nafsi unaitakasa, wa tathhirun laha min al-akhlaqi ar-radhila, unaisafisha nafsi yako na tabia chafu, tabia mbaya, wal akhlaqi ar-radia, wa fihi rahatu liljihazi al-hadhmi, na funga pia inasaidia kupumzisha utumbo wa ufuko wa chakula, kwa sababu tumezoea kupakia sana. Kwa hivyo kipindi cha Ramadhani utapata ufuko wa chakula, ile maida ndani inapumzika na kupakia na kujaa, ili nishati iweze kurudi vizuri na nguvu ziweze kurudi vizuri. Hizi ni hikma nne ahlul ilm wametueleza hikma ya kuwekewa sheria ya funga hii ya Ramadhani. Katika masala yetu ya pili, ndugu zangu katika imani, ni kuwa saum ina daraja kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mwezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani yake fadhila mbalimbali. Tukianza kwanza katika kueleza daraja yake saum,
ni kwa saum Ramadhani ni ruknu min arkani al-Islam, ni moja katika nguzo za Kiislamu, katika zile nguzo tano ambazo zimekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Ibn Umar radhiallahu anhuma. Hadithi iliyopokewa na Ibn Umar inatueleza bunya al-Islamu ala khamsin: shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa itai zaka wa alhaji wa saumi Ramadhan. Katika nguzo za Kiislamu moja ni funga. Kwa hivyo daraja hiyo ni daraja ya kwanza, kwamba saum ni moja katika nguzo za Kiislamu. Pili, mwezi huu wa Ramadhan ambao unatukabili ni mwezi ambao una fadhila wa layali al-ashri al-awakhiri, na ile 10 la mwisho min Ramadhan afdalu min layali ashri dhilhijja, ni 10 bora ambalo la shinda lile 10 la mwezi mfungo tatu ambao ni mwezi wa Dhulhijja. Wa ayamu ashri Dhulhijja, na zile siku 10 za Dhulhijja ni afdalu min ayami al-ashr al-awakhir min Ramadhan, nazo ni bora kuliko ile 10 la mwisho katika Ramadhan. Wa yaumul jumaa afdalu min ayami al-usbu, na siku ya Juma ni siku bora. Wa yaumun nahri afdalu ayami al-am, na siku ile ya kuchinja ni siku bora katika mwaka mzima. Wa lailatul qadri afdalu layali al-am, na usiku wa cheo wa lailatul qadr ni usiku bora katika mwaka mzima. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah amefadhilisha masiku na miezi. Kwa hivyo kuna fadhila kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimebainisha mbalimbali, kama tutakuja kueleza insha Allah katika halka zingine, kubainisha utukufu wa masiku haya ambayo yanatukabili katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hivyo daraja ya saumu, kwanza tumepata saumu ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Pili, tumepata kuna masiku bora katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika masala ya tatu tunazungumzia sheria hii ya funga ilianza mwaka gani, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani ngapi. Tukija kama wanavyotueleza ahlul ilm, shuria saumu Ramadhana fi shahri Shaaban, saumu Ramadhani tulekewa ni sheria tufunge katika mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili baada ya Mtume kugura kwenda Madina. Kwa hivyo mwaka ule wa Shaabani, mwaka wa pili, sheria ya kufunga ilikuja, ili Ramadhani mwezi unapoandama tuanze kuingia katika funga ya kwanza katika Uislamu. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufunga Ramadhani 9 kwa sababu yeye alikufa mwezi wa Rabiul Awwal min as-sanati al-hadiya ashara min al-hijra, alifariki Mtume mwaka wa 11. Kwa hivyo ikiwa som iliwekewa sheria mwaka wa pili wa hijra, mwaka wa 11 Mtume amefariki, hapo utapata wazi kuwa Mtume aliweza kufunga katika maisha yake Ramadhani 9. Ndugu zangu katika imani, tukimalizia hii halqa yetu ya kwanza, saumu ina maana gani katika lugha ya Kiarabu? Saumu ina maana gani kisheria? Kama wanavyotueleza ahlul lugha, wanavyoni wa lugha, kwa saumu ina maana al-imsaku wal-kaffu ani shay, ni kujizuia na kitu. Hiyo ndio maana ya saumu. Yuqalu sama anil kalam, unaposema katika lugha ya Kiarabu sama anil kalami, ay amsaka anhu, amezuia asiseme, asizungumze. Hiyo ni saumu. Qala Allahu ta'ala ikhbara an Maryam, Allah anatueleza kuhusu Maryam mamake Isa ibn Maryam alayhi salam, pale aliposema Allah, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufunga. Na kufunga hapa ina maana ya samtan, kunyamaza, wa imsakan anil kalami, ni kuwa hatosema na mtu. Kwa hivyo somo katika lugha ya Arabu ni kujizuia na chochote, ni kuzuia na jambo lolote. Kisheria ina maana al-imsaku anil akli, mtu ajizuie asije akala, wa shurb, kunywa, waljimaa, kulala na mke wake, au kwa lugha nyingine kumondama mtu mke wake, wasairil mufattirat, na mambo mengine ambayo yanafuturisha saumu. Ukajizuia usije ukafanya mambo kama hayo, kula, kunywa, kulala na mke, au mengine ambayo yanafuturisha saumu. Na imsaki hiyo imekewa hududi, ni kuanzia wakati gani mpaka wakati gani?
sheria inatuambia min tulu'il fajri sadiq, baada ya kuchomoza alfajiri ya ukweli, kipindi ambacho unafaa kusali alfajiri pale, ila ghurubi shamsi, mpaka jua likuchwe upande wa magharibi, tena biniyati somi, kuwa umetia nia ya kufunga. So umeamka tu basi unaamka nafunga. Hii ni somo ya tatawa, tutakuja kueleza. Uweze kutia nia kabla wewe hujapambukiwa na wakati sahihi wa funga kuanza, yani nia ile ianze usiku. Kuanzia pale nia ile ndio iweze kukubeba mpaka alfajiri na mchana mzima. Sio jua lishachomoza, alfajiri ishapita, wewe na sasa unasema natia nia ya kufunga. La, nia inatangulia kabla hapo. Kwa hivyo kilugha ni kujizuia na kutenda chochote. Kisheria ni kujizuia na kula na kunywa na kustarehe mtu na mke wake, na kujizuia na mambo mengine ambayo yanafuturisha saumu, yanaharibu saumu. Kipindi chake ni baada ya kutokea alfajiri ya ukweli mpaka jua lizame upande wa magharibi. Katika masala haya mwisho muhimu ambayo tungependa kumalizia hapa, ndugu zangu, tuweze kufunga halka yetu ya kwanza, ni ule mlango ambao tumeeleza kwa saumu una fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hadithi moja inatutosheleza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim, idha jaa ramadhanu, ramadhani inapoingia, futihat abwabul janna, milango ya pepo inafunguliwa, wa ghulqat abwabun nar, na milango ya moto inafungwa, wa sufidati shayatin, na wale mashetani wanatiwa minyororo na kufungwa. Hiyo ni moja katika fadhila za Ramadhani, ili mwanadamu atafaragh na ibada, hakuna tashwishi za kushawishika na shaitani. Na unapoona bado unatenda maovu, basi nafsi yako irekebishe. Nafsi inakuamrisha mabaya, usimame imara, kwa sababu vishawishi vikubwa Allah amekuondoshea ili uweze kuingia katika fadhila tukufu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nyingine katika fadhila ni ile hadithi vile vile iliyopokuja katika Bukhari na Muslim, ni hadithi Abi Huraira. Allah anasema kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu 10 amthaliha, kila amali ambayo mwanadamu anatenda, tendo moja la wema thawabu zake ni 10 ila 700 dhif, mpaka nyongeza 700. Kisha qala Allahu azza wa jalla, mtume akasema illa sawm, isipokuwa somo. Allah anasema fa innahu li, saumu ni yangu, wa ana ajzi bi, na mimi ndio najua cha kumlipa huyu alifunga. Kisha kabainisha Allah sababu, yad'u shahwatahu, mtu anaacha matamanio yake, wa ta'amahu, anaacha chakula chake, min ajli, kwa ajili yangu mimi, basi mimi ndio najua namna ya kumlipa. Kwa ndugu zangu katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani unatukabili, ni mwezi wenye fadhila, ni mwezi wenye mazuri. Fuatana na sisi katika halka yetu ya pili, tuingie katika ahkami ambazo zinahusiana na somu, ili somu yako ikae vizuri kabisa, upate mafunzo ya kutosha kabla hujaingia katika mwezi wa Ramadhani. Hapa tumefikia katika halika yetu ya mwisho. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya tunazungumza yanaingia katika nyoyo zetu. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.